Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Mwaka huu tunajifunza kitabu kinachosema Baba Yetu Anajali, mwandishi wake akiwa ni Ellen G. White. Na leo tunaenda kuliangazia somo nzuri kutoka katika mwezi wa pili. Mwezi wa pili tunajifunza mada kuu inayosema maisha yangu leo. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Ninasema asante kwa ajili ya uzima ulioweka katika maisha yetu. Tunasema asante kwa ajili ya nafasi hii ya kujifunza neno lako. Jina lako litukuzwe sana. Pendo lako likatuangazie kila wakati. Ukatusamehe dhambi zetu, ukatutakase, ukabariki kazi za mikono yetu. Tembea nasi ukituongoza, tembea nasi ukitufundisha kufuata nyayo zako. Ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu. Amina. Februari 19, mada ikisema kile Mungu anachokipenda zaidi ni tabia njema. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 90 aya 17. Neno la Mungu linasema, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Mungu anapenda uzuri, lakini kile anachokipenda zaidi ni tabia njema sana. Ni uzuri wa tabia ambao hautaangamia, bali unadumu katika zama zisizokoma za umilele. Bwana msanifu mkuu ameumba yungiyungi, akiyafanya mazuri mno kiasi kwamba yanashinda utukufu wa Sulemani. Ni kwa jinsi gani basi atamjali mwanadamu ambaye ni mfano wa utukufu wa Mungu? Anatamani kuwaona watoto wake wakionyesha tabia inayofanana na yake. Kama miale ya jua itiavyo maua rangi tofauti na za kupendeza, ndivyo na Mungu anavyoweka nafsini uzuri wa tabia yake mwenyewe. Wale wote wanaouchagua ufalme wa Yesu wa upendo na haki na amani, wakiyafanya matakwa yake kuwa ya muhimu zaidi ya yote, wanaunganishwa na ulimwengu wa juu, na kila baraka ihitajikayo kwa ajili ya maisha haya inakuwa yao. Katika kitabu cha majaliwa ya Mungu, kitabu cha uzima, tumepewa ukurasa kila mmoja wetu. Ukurasa huo una kila kitu kuhusiana na historia yetu, hata nywele za kichwa zinahesabiwa. Kamwe watoto wa Mungu hawatoki akilini mwake. Maonesho ya kidunia, hata yawe ya kuvutia kiasi gani, hayana thamani machoni pa Mungu. Zaidi ya yale yaonekanayo na ya kitambo, yeye huthamini yasiyoonekana na ya milele. Ya kitambo yana umuhimu tu pale yanapodhihirisha yale ya milele. Kazi bora zaidi za sanaa hazina uzuri unaoweza kulinganishwa na uzuri wa tabia, ambayo ni matunda ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya nafsi. Kristo alikuja ulimwenguni na kusimama mbele za wana wa wanadamu akiwa na hazina ya upendo wa milele, na hii ni hazina ambayo kwa njia ya uhusiano wetu na yeye tunapaswa kuipokea, kuidhihirisha na kuwapatia wengine. Tunapaswa kutofautishwa na ulimwengu kwa sababu Mungu ameweka muhuri wake juu yetu, kwa sababu anadhihirisha ndani yetu tabia yake mwenyewe ya upendo. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, leo ni Februari 19.
mwaka 2026. Mada ya leo ina kichwa kinachosema kile Mungu anachokipenda zaidi ni tabia njema. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.